Na mtazamaji bwana, mmoja kati ya watu wa karibu kabisa wa Mwijaku, huyu ni mmoja kati ya watu wa karibu kabisa wa Harmonize Konde Boy. Bwana Mwijaku amejitokeza na kuamua kuzungumza kuhusiana na kitu ambacho amekinotice au amekiona moja kwa moja kwa Harmonize Konde Boy. Nadhani kila mtu atakuwa anafahamu kwamba Harmonize bwana hivi karibuni alikuwa yupo busy kidogo, lakini sasa hivi hapa katika mwezi huu hapa Ramadhani tunamwona amekuwa yuko very close na Kajala bado, jambo ambalo kwa namna moja au nyingine halijakaa sawa kwa upande wa dini, japokuwa Mwijaku ni moja kati ya masupporters wakubwa sana wa Harmonize. Yani Mwijaku ni mtu ambaye anamkubali sana Harmonize jinsi ambavyo anavyofanya vitu vyake, lakini kwa hii hapa bwana inaonyesha kwamba Mwijaku bwana ameonyesha wazi kukerwa kwa kitu ambacho Harmonize amekifanya, yani kitendo cha Harmonize kuonekana akiwa yuko Bennett na Kajala. Kitendo cha Harmonize kuonekana katika mwezi huu hapa Ramadhani akiwa yuko na Kajala, Mwijaku ameamua kumweka sawa na kumwambia ukweli kwamba si sahihi, kwani yeye na Kajala bado hawajaoana, yani sio mke na mume. Kwa hivyo basi anachokifanya ni kosa kwenye upande wa kiimani ya dini ya Kiislamu kwa mwezi huu hapa mtukufu wa Ramadhani. So kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mwijaku bwana ameposti picha za Harmonize akiwa yuko na Kajala, ameposti picha za Harmonize akiwa yuko na Kajala, alafu akaandika hapa chini kwamba ndugu yangu chagua moja, kuoa au kumrudisha au kumruhusu Kajala aende nyumbani mpaka mwezi uishe. Bwana, hii ni kwa mujibu wake yeye mwenyewe. Mwijaku ameamua kumweka wazi Harmonize kwamba achague moja, aidha amuoe Kajala au amrudishe nyumbani katika mwezi huu hapa wa Ramadhani mpaka utakapoisha. Then akaendelea kusema kwamba kuishi na Kajala ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ikiwa bado hujamuoa ni kosa. Akaendelea hapa Mwijaku kusema kwamba wewe ni ndugu yangu na najua kwamba una mapenzi ya dhati na Kajala, lakini nakupa masaa 4 ufanye uamuzi wa haraka. Huu ni mwezi mtukufu na wewe ni Muislamu na unajua kwamba ni dhambi kuishi na mwanamke ambaye hujamuoa. Mwijaku akaendelea kutilia mkazo kwamba umekosea sana na anapiga simu upokei tokea mchana. Why? Na unajua kabisa kwamba uliniambia kwamba unataka kujikita kwenye ibada. Mdogo wangu, mie kaka yako na wewe ni bosi wangu katika maisha yangu, ila ninasema ukweli, leo umekosea sana. So Mwijaku bwana ameamua kumwambia ukweli Harmonize kwamba anachokifanya si sahihi. Huu ni mwezi wa Ramadhani na Kajala si mkewe, hivyo basi anatakiwa Kajala arudi nyumbani au aidha amuoe haraka iwezekanavyo. Umeona bwana, ili hiki kitendo cha yeye kama anaishi na Kajala kiwe kinaswi au bwana. Sasa hapa bwana, katika comment section hapa kuna maoni ya wadau wengi sana. Kwa mfano huyu hapa anaitwa Happy Time Saloon anasema kwamba bwana amepaka rangi miguuni, ni haki kwa mwanaume kufanya hivyo. Kwa mwingine anasema bwana mnajua anacheka nini, hii ni maajabu. Kwa mwingine anasema bwana Mwijaku, ila ushauri wako ni mzuri leo. Kwa mtu anasema bwana yani nimependa kabisa bwana umeamua kumwambia jamaa ukweli. Kwa mtu mwingine anasema bwana bado najiwazia tu. Hivi Mwijaku unasikia maneno yake? Kuna mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana hakuna mwezi ulioruhusiwa zinaa. Si umwambie tu ukweli, kama ameshindwa kumuoa bibi wa watu amwache tu aende akalee wajukuu zake, na sio kusema kwamba eti apishe Ramadhani alafu aendelee na ufuska. Hii ni elimu ya wapi unaileta? Hakuna mwezi unaoruhusu zinaa kwa Waislamu. Ameshindwa kuoa afanye vitu vingine. Mambo hayo. Mwingine huyu hapa anasema bwana kaka yangu Mwijaku, hakuna mwezi ulioruhusiwa zinaa. Huyu mwingine amekuja kutilia mkazo swala hilo. Anasema kwamba hakuna mwezi ambao umehalalishwa zinaa, cha maana cha kumshauri wao ni kufunga ndoa tu ili waweze kuepuka zinaa.
endelevu. Lakini pia vile vile sio eti dada Kajala aende kwake then Ramadhani kisha arudi tena anakuwa hajalingania kitu hapo. Naomba Mwenyezi Mungu awajalie ifikie hatma wafunge ndoa, vipenzi vya watu binafsi, watu wanawapenda, hata mimi binafsi nawapenda sana. Nao nikiingia mtandaoni macho yangu ni kwa Kajala na Harmonize, ukweli na wakubali mno, na maombi yangu kwa Mwenyezi Mungu awajalie mapenzi ya dhati na muwe na subira katika safari yenu hii tena mlioianzisha, na ikazae matunda inshallah. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo katika comment section. So kwa kifupi ni kwamba watu wengi unaonyesha kwamba wazi wako na nia njema na hii couple, na baada ya Harmonize kuona kwamba Mwijaku ametoa ushauri huo, basi moja kwa moja hapa Harmonize amekuja hapa kucomment katika ukurasa wa Mwijaku, amekuja kumjibu hapa Mwijaku kwa hiki ambacho Mwijaku amekizungumza ambacho nimekusomea hapo awali. Kwa mujibu wa Harmonize amesema kwamba bwana, tulienda kwenye iftari kwa mzee Omari Mwanga, kila mtu yuko kwake, mwezi mzito, anasema kwamba miezi mizito imegongana, tumekutana hapo, taratibu zimeshaanza mzee wangu, hizi siku mbili za moto sana, si unaona tunavyochekacheka, tumeshaanza na jina kama nilivyokuahidi. Sasa hivi anaitwa Swalha Abdul Kahari. Kama sio 10 hili basi, kama sio 10 hili la kwanza basi 10 la pili, tunamaliza jambo. Ameandika hivyo Harmonize akiwa anamhakikishia Mwijaku kwamba sasa hivi yeye na Kajala hawaishi pamoja kupisha mwezi huu wa Ramadhani, lakini pia vile vile ndani ya mwezi huu wa Ramadhani yeye anataka kumuoa kabisa Kajala. Kwa hiyo Harmonize bwana anaonyesha kwamba yuko serious na anafanyia kazi suala ambalo watu wake wa karibu wamekuwa wakimshauri kwamba yuko mbioni kumuoa Kajala kabisa, mambo yawe ya halali. So baada ya hicho ambacho amekifanya hapo Harmonize kuja kumjibu Mwijaku naye amekuja kucomment, amekuja kureplay comment ya Harmonize katika page yake hapa. Ameandika kwamba Harmonize safi na hongera sana, kama taratibu za ndoa zimeanza, safi sana inshallah. Ameandika hivyo. Huyu ni Mwijaku amekuja kumjibu Harmonize kwamba kama taratibu za ndoa zimeshaanza, basi inshallah anawatakia kila laheri. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile bwana, hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.